Bwana Yesu asifiwe tena. Ninawapenda sana katika Kristo Yesu na ninamshukuru Mungu kwa neema ambayo amenipa ya kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi napenda sana kusimama katikati ya ibada, sijajua ni kwa nini. Tofauti na Jumapili. Sijajua ni kwa sababu gani, lakini ndivyo najisikia ndani yangu. Waga nafurahishwa sana nikisimama katikati ya ibada. Naisigi uwepo wa Mungu, naisigi Roho Mtakatifu anakuwa karibu sana na mimi katikati ya ibada kupita siku zingine zote. Bwana Yesu asifiwe. Unajua utumishi sio kitu rahisi sana. Kinahitaji kujikana. Kinahitaji kuacha kila kitu umtumikie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi nimeongea na Roho Mtakatifu nikamwambia nisaidie. Nimeanza utumishi, nimeanza kazi ya Mungu nikiwa kijana mdogo sana. Na wakati naanza ilikuwa ni vigumu sana kukubali ambako Mungu ananipeleka. Nilikuwa sipendi sana. Lakini baadaye ninapoendelea ikabidi tu nikubali ambacho Mungu amekiweka ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Najua ni kwa sababu ya maombi yako. Mimi ni kijana, bado sijaanza maisha, natafuta maisha, sijaoa, sijafanya chochote. Kwa unakuta kukaa kanisani tu ukaacha mambo yako inakuwa ni vigumu sana. Lakini namshukuru Roho Mtakatifu ambaye kanipatia neema hii ya kumjua na kumfahamu. Kaniondolea hofu ya maisha, kaniondolea mashaka ya kesho yangu. Mara nyingi nilishajizila kwamba Bwana, ninakuamini 100%. Yaani hata kama itatokea na kufa maskini, na kuamini 100%. Ili mradi tu unitumie jinsi nilivyo, hivyo. Yaani nitumie hivyo tu. Nakubali kuziweka ndoto zangu zote pembeni. Malengo yangu yote pembeni. Sheria yangu yote, Biblia yangu yote pembeni. Ili tu niambatane na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hata kina Petro walikuwa hivyo, walikuwa ni wavuvi, wana shughuli zao, waliziacha wakamfuata Kristo. Kwa nikasema na mimi nitakuwa tayari kuilipa hiyo gharama ya utumishi, ya kuacha yote na kumfuata huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na ninakukumbushaga mara nyingi mimi najisikiaga mzigo sana na kanisa la mahali hapa. Sana, yani sana. Nasema hivi namaanisha. Nimesimama sehemu fulani, lakini vile ambavyo najisikia nikiwa hapa ni tofauti nikisema sehemu nyingine. Tofauti kabisa. Kwa sababu nawajua ni ndugu zangu hawa, ni wazazi wangu walionilea, ninawajua sana, wananijua sana. Kwa naonaga uchungu. Natamaniki ni mambo haya yafanyike, tumuone Kristo akitembea na kujidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe. Nisiwe mwongeaji sana, lakini nikukumbushe kitu kimoja kabla tujaingia kwenye somo. Unapomwomba Mungu kuhusu jambo fulani au tatizo fulani, kuwa makini sana. Ukiomba tujifunze kunyamaza kimya. Bwana Yesu asifiwe. Naongea hivi namaanisha. Naongea hivi ili kutunza muujiza ambao Mungu anaufanya. Ukiomba unamwombea mtoto ambaye alikuwa anakusumbua. Unaomba akaeleweshika, wewe ukaendelea kuongea vibaya kuhusu mtoto huyo, ni ishara tosha ya kwamba ulikuwa unaomba pasipo kuamini. Si unanielewa? Yaani unamzuia Mungu kufanya kazi. Kwa tunapoomba maombi yoyote kanisani, tujitahidi sana na Roho Mtakatifu atusaidie sana, atukamate vile sana kupita vyote. Tunaweza tukawa tunaharibu muujiza wa Mungu. Si mnaelewa watoto wa Mungu? Kwa na kusi Roho Mtakatifu akusaidie, akufundishe kuongea positive, kuongea chanya, kuongea vizuri juu ya hali yoyote ambayo umeiombea. Usiongee vibaya. Ukimwombea Rais Magufuli apatiwe hekima, kesho ukaungana kwenye kigenge cha kumsema Magufuli tena kwamba rais huyu hana hekima, wakati mwenyewe jana ulikuwa unamwombea hekima.
Si unaona hicho kitu? Mwenyewe ulikuwa unamwombea hekima jana, leo unaingia kwenye kigenge unamsema rais hana hekima, hana maarifa. Unaona, unapishana kile ambacho ulikuwa unakiomba tofauti. Mungu anakuwa haelewi na maisha. Kwa hiyo tujitahidi sana yale ambayo tunamuomba Mungu, tuzibe hivi, tusiongee tena, tusizungumzie tena mahali popote. Mungu atusaidie katika hilo. Tutajifunza kitu fulani ambacho Roho Mtakatifu amenifundisha nami pia, na mimi nikaona sio vibaya tukashirikiana, tukaelekezana. Tutajifunza kwa habari ya funguo za kukuwezesha kutembea katika karama za Roho. Funguo za kukuwezesha kutembea katika karama za Roho. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka nilikufundisha funguo za utumishi. Kuna tofauti ya karama na huduma. Bwana Yesu asifiwe. Watu watashangaa sana, tena sasa karama mbona tunazijua? Najua unazifahamu, lakini nataka tukumbushane. Bwana Yesu asifiwe. Ni funguo zipi ambazo zinaweza kukusaidia wewe ukaanza kutembea kwenye karama za Roho? Ni muhimu sana kanisa kuwa na karama za Roho. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana kwa muamini kuwa na karama za Roho katika maisha yake. Ni muhimu sana kwa kanisa kuwa na karama za Roho, mpaka kanisa likawa complete, likawa perfect, likawa kamilifu. Ni karama 9 zifanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ni roho 7 za Mungu zifanye kazi. Nakumbuka tulifundishana kwa habari ya roho 7 za Mungu mahali hapa, sijasahau. Tulifundishana kwa habari ya roho 7 za Mungu. Kwa ni muhimu huduma 5 zifanye kazi ili kanisa lisipungukiwe. Si unanielewa? Naongeaga hivi. Roho Mtakatifu anapenda sana kuongea na mtu ambaye anatamani kujifunza. Si unanielewa? Yaani Roho Mtakatifu anapenda sana kuongea na mtu ambaye anatamani kujifunza na kubadilika. Yaani ndio alivyo hivi. Yaani natamani nijifunze alafu nitoke nilipo nianze upya. Si unanielewa? Ndio Roho Mtakatifu alivyo. Hana mchakato wowote na mtu ambaye hamtaki. Ndivyo alivyo. Mtu anayemtaka ndiye anayetaka kuongea naye siku ya leo. Anaweza akawa ni mmoja tu linamhusu hili neno. Inaweza ikawa ni mimi linanihusu hili neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni muhimu sana kanisa kuwa na karama zote 9. Mungu atusaidie kuelewa. Labda tuongee maana ya karama ni nini. Karama kwenye neno la Kiyunani, Kigiriki, linamaanisha zawadi. Zawadi ambayo ni tofauti na zawadi ya kibinadamu. Zawadi ya kibinadamu ninafanya kitu ndio mtu anipatia zawadi, si ndio? Karama ya Mungu hii anasema hauifanyii kazi yoyote. Yaani au qualify kuipata au kustahili kuipata, yeye anakupa kama apendavyo yeye. Si unanielewa? Kwa msingi wa kwanza, karama ya Mungu hauitafuti kwa namna yoyote. Kana kwamba mimi labda ninahubiri mahali hapa ndio unastahili kuwa na karama. Hapana. Inawezekana ni mzee tu amekaa huko, anazaraulika sana, lakini Mungu anaweza kumpa karama. Si unanielewa? Sio mtu tu ambaye anasimama hapa na kuimbisha na kuhubiri, hapana. Anaweza kuwa ni mtu ambaye hata hafahamiki kwenye kanisa, akawa na karama 1, 2 au 3 au 9 zote. Uwezekano upo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tuondoe ile kujidharau. Karama ya nani haipatikani kwa nguvu. Si unanielewa? Yaani kuihangaikia. Kuna mambo tutayahangaikia hapa, tutayaangalia yanayotusaidia kufungua kutembea kwenye hizo karama. Lakini hatuzitendei kazi kuzipata. Si unanielewa? Na utagundua kwamba kadri ambapo naendelea naongea na watu wa aina 2. Mtu wa kwanza ni mtu ambaye hanazo bado hizo karama, hajazipokea. Na mtu wa pili ni ambaye kashazipokea karama za Roho, lakini hajui aende vipi
azitumie vipi karama za Roho. Mungu atusaidie. Kwa nitakuwa naongea na watu hao wawili. Kuna mtu bado hajapokea hizo karama, kwa sababu wenda hafahamu, hajui, hakuwahi kusikia. Kuna mwingine alipokea lakini hajui azitumieje, aende vipi, atembee vipi kwenye karama ili aone mafanikio kwenye hizo karama ambazo Roho Mtakatifu haachilia ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Karama kama huduma tunazidiscover, tunatambua. Si unanielewa? Karama yani kama huduma unaitambua. Yaani kutambua ilifichika, Mungu alideposit ndani yako. Baadaye unagundua kumbe nina karama ya maarifa. Kumbe nina karama ya unabii. Kumbe nina karama ya uponyaji. Hata ni funguo zipi zitakuwezesha kutembea kwenye karama hizo? Au kwa lugha rahisi kuactivate, kuziamsha zikaanza kufanya kazi. Ni funguo zipi? Mungu atusaidie sana. Naomba tusome Wakorintho wa kwanza. Ni neno ambalo ni familia sana, tumelizoea, tunalifahamu sana kwa mtu ambaye amekuwa mfuatiliaji kwa habari ya karama. Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa kwanza. Paulo alikuwa anawaambia hivi Wakorintho. Anasema, basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Kwenye Kiingereza anasema hivi, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkawe wajinga, hamuelewi. Ina maana kuna kitu amekinotice Paulo, amekiona kwa Wakorintho, si ndio? Kana kwamba hawa watu hawaelewi karama hizi, hawaelewi kwenye matumizi yake, hawajui, hawaelewi namna gani waenende kwenye karama hizi, hawajui. Ndio maana nawaambia kwa habari ya karama za rohoni sitaki mkose kufahamu. Sitaki mkawe wajinga kwenye eneo hili. Kwa sababu gani? Ni mambo ambayo Mungu ametupatia ili tukamilishwe. Si unanielewa? Mimi kwenye maisha yangu yote najionaga mpungufu siku zote. Yaani siku zote naonaga Mungu kuna kitu napungukiwa. Kuna kitu napungukiwa. Nikiingia kanisani nikaangalia hivi naona kama kuna kitu napungukiwa. Kwa nini? Ina maana karama bado hazijawa ndani yangu za kutosha. Si ndio? Roho 7 za Mungu hazijawa ndani yangu. Roho ya maarifa, roho ya ufahamu, roho ya shauri, roho ya uweza, hazijawa ndani yangu zote nikawa kamili. Mungu atusaidie sana. Kwa utaona funguo ya kwanza ya kukuwezesha wewe kutembea katika karama za Roho, funguo ya kwanza ni shauku, desire, shauku. Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa kwanza, Paulo anasema hivi, takeni sana, anasema ufuateni upendo na kutaka sana karama za Roho. Anawaambia ufuateni upendo na kutaka sana karama za Roho. Kiswahili kidogo kinapungua, kinasema kutaka. Kiingereza kinatumia desire, tamani. Anasema ufuateni upendo na tamanini sana karama za Roho. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu asingetuambia tutamani kama hatuna uwezo wa kuzipata. Sielewa. Atambia tutamani, maana yake Biblia inatuonesha kuna uwezekano wa kuzipata. Sielewa. Kwa nasema ufuateni upendo na kutaka sana karama za Roho. Kwa funguo ya kwanza ya wewe kwanza kutembea kwenye karama za Roho, shauku ndani yako, njaa, kiu ile ndani, kiu ndani. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu anadili na mtu ambaye anajua nikimpatia kitu hawezi kukiwaste, hawezi kukipoteza.
akitumia vibaya. Umekipata kwa njaa na shauku, una haja nacho. Kadhalika hata tukiwa ndani ya kanisa tunaweza tukaabudu hapa tukapokea tofauti. Ni njaa ya mtu binafsi kumtaka Mungu. Bwana Yesu akusaidie sana. Una njaa kiasi gani? Una haja kiasi gani? Nikupe ushuhuda huu. Nilipokuwa naokoka, napenda sana kumzungumzia rafiki yangu Winki kwa sababu ni mtu ambaye Mungu alinipatia kati naokoka. Nashuhudiaga mara nyingi kwamba wakati tunampata Roho Mtakatifu, ubatizo wa Roho Mtakatifu, tulikuwa na njaa, tuna kiu. Yaani tunaweza tumekaa mchana nyumbani tukajisikia tu twende kanisani Winki. Twende tu. Tunakuja tunaanza kulia. Mungu tunaomba Roho Mtakatifu. Mungu tunalia. Mungu tunaomba Roho Mtakatifu. Tutalia we. Tutaondoka. Tutafunga. Unaona? Yaani tunatafuta. Tunaomba Roho Mtakatifu. Mungu tunaomba Roho Mtakatifu. Tubatize na Roho Mtakatifu. Tunatafuta tu. Njaa. Nilikwambia ikafikia hatua nikija kanisani sitaki kusikia somo lolote, mahubiri yoyote, isipokuwa mtu atakayesimama anihubirie habari za Roho Mtakatifu. Hicho tu ndio nataka kusikia, ndio njaa yangu, ninamhitaji Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Shauku ile, na Mungu anakuona tu kwamba una shauku, anaona tu huyu ana shauku na kitu fulani. Chasi kama nikanaambia Mungu, ukinipa huyu Roho Mtakatifu, ukinijaza na Roho Mtakatifu, I say nitanena kwa lugha kila siku, nitakuwa na nena. Yaani nitakesha. Ilikuwa tu ni mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Nilipompata hata sikeshi kunena. Ila tu ni ile njaa kwamba Mungu nakuahidi nitanena, nitakuwa na nena tu, nalala naamka, ninakesha na nena. Kwa sababu nikaona kama nimekuwa limited, nimezuiliwa sehemu fulani, kuna mambo siyapati, napungukiwa sehemu. Kuna dada tulikuwa naye Goligota, simtaji lakini mtumishi atakuwa anamkumbuka, mtumishi Nasubiri. Alikuwa hata akiimba, akisolo, nguvu inamshukia tu, mtu nakuta tu machozi afu anashandaraizi tu. Paka unamwangalia unaona mtu tofauti. Kumgusa tu unamuogopa, unaona mtu tofauti sana. Tukimwangalia tunaona huyu wewe kapendelewa au anachagua Mungu au inakuaje? Tatizo ni nini? Mbona sisi hatupewi? Lakini Mungu kwa wakati wake alikuja kutujaza Roho Mtakatifu. Ndio maana nakwambiaga hivi, sikufahamu ni lini rafiki yangu alijazwa. Nyakuta tu nimekaa hapo, amekaa hapo, tunapiga ni magoti tunaomba, ni mwenzangu hiba kabasa kalele bosi kiliama. Nikakaa nikamsikiza. Tunatoka pepo njoo kwa kaza hapa ndugu yangu. Lini umepokea Roho Mtakatifu? Tuliomba wote. Na mimi nilikuwa najaa kama wewe. Sema imani wewe endelea kumtafuta Mungu. Sasa Mungu anabagua. Mungu anachagua. Sasa Mungu Roho Mtakatifu sasa maana anioni. Ile shauku. Nikaendaga advance Pwani. Kuna rafiki yangu nimekaa naye siku moja. Tukaanza kupiga story za Mungu, tunapiga story. Njaa ikaja tena, nikamwambia Moses, mimi sina Roho Mtakatifu, sijabatizwa na Roho Mtakatifu. Akasema hujabatizwa? Sasa hivi unabatizwa. Twende porini. Tukaenda porini vichakani huko. Hatuogopi nyoka, hatuogopi nini, hatuogopi chochote. Tukapiga magoti, akasema fungua kinywa, omba. Nikaomba, tunalia. Jana shandaizi ni bado. Nikarudi. Hali hiyo ikanipelekea kukata tamaa kwa Mungu. Kana kwamba Mungu hanisikii, Mungu hanioni, kwamba nina njaa. Kumbe nilikuwa nakosea sehemu ndogo sana. Kwa ilinichukua miaka mingi sana. Baadaye nikaanza kuexperience, unakuta kuna nguvu imekushukia kama ya umeme hivi. Ikanitikisa, unatetemeka, unakuta machozi yanatoka, sielewi ni nini. Ila kufungua kinywa nakuta kuna maneno yanakuja afu nayazuia yani.
Unajua, nazuia shetani, kumbe anazuia ile kitu isitokee. Udhihirisho kwamba nimekubatiza na Roho Mtakatifu. Ikafikia Mungu ananiletea ndoto kunionyesha imani, nimekupa Roho Mtakatifu, nimekubatiza tayari. Tatizo ni wewe, sio mimi. Nikaota kuna mtu kama mzee, ila anang'aa sana, amekamata kikapu cha mayai, ametokea, ametukuta mimi na rafiki yangu. Rafiki yangu nilikuwa simjui, akatuuliza hivi, akasema, je, mnamtaka Roho Mtakatifu kweli? Tukasema ndio mzee, tunamtaka sana. Akasema, chukueni yai moja na wewe kula ile kula. Mkila tu mayai mtajazwa na Roho Mtakatifu. Tukasema kweli? Akasema, tukachukua tukaa. Tulipokuwa kweli tukaanza kuoga. Kwenye ndoto mimi nikaa na shandaraizi. Naamka si shandaraizi. Tatizo ni nini? Lakini Mungu alikuwa anaonyesha Roho Mtakatifu, nimekubatiza na Roho Mtakatifu. Tatizo kwako. Tatizo ni kwako. Unamzuia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu huwa anafurukuta ndani kuachilia vitu. Hata unabii, nilikwambia hivi, unabii Mungu anaongea wakati wote. Sio leo. Yaani usifikiri kanisani. Tatizo ni hili. Tunafikiri Roho Mtakatifu huwa tu anakuja hapa, anakamata miguu na kushika, anakuinua, anakushikisha ulimi, ongea. Bwana asema, Bwana asema. Hakuna hiyo habari. Haipo hiyo habari. Tunaelewa? Roho Mtakatifu analiachilia neno hapa. Bila kuja kitana. Wewe sasa, ndio wewe sasa kusema Bwana asema. Ndio kesi inaanza. Yaani ndio hapo tatizo linaanza. Wewe kusimama kusema ndio tatizo hapo linaanzia. Roho Mtakatifu ameachilia neno. Wewe sasa ndio unalizuia. Mtu anakausha. Yaani unakaa kimya. Mungu atusaidie sana. Kwa kitu cha kwanza, shauku. Daudi anasema hivi, Zaburi 42. Zaburi 42 mstari wa kwanza. Kama hayala atamanivyo mito ya maji, nafsi yangu ya kutamani Bwana. Ina shauku na wewe. Kama hayala anavyotamani maji, nani ya kutamani sana. Shauku. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema hivi, yoyote aliye na kiu na aje kwangu, nitampa maji. Yoyote aliye na kiu ndo aje, nitampa maji. Kiu. Unataka karama ya uponyaji, shauku yako iko wapi? Unataka karama ya maarifa, shauku ile iko wapi? Shauku. Kuna katikati hapo nikaanza kutamani sana Mungu. Napata wakati mgumu sana, namhubiria mtu sielewi taarifa zake, simjui, kumshawishi aokoke ni kazi sana. Yaani mshawishi, Mungu anakujua, ni vigumu. Yaani mpaka karama ya maarifa itende kazi, kwamba wewe jina lako fulani, amjakutana umwambie wewe ni Fred una mama mmoja unaona, unajua yale asili yale, hata mwenyewe anaogopa kwamba Mungu anakuona, anajua kweli Mungu yupo. Kitu ambacho ni siri, huyu mtu hatujuani, ananiambia mambo yale. Kalijulia wapi? Karama ya maarifa. Ataokoka tu, atapiga magoti tu. Sio, nielewa? Kwa ni shauku, ile shauku ya ndani. Kwa utakuta ni vigumu kushuhudia na kumconvince mtu kwa maneno tu. Paulo anasema hivi, nilipokuja kwenu sikuja kuwashawishi kwa maneno na hekima za binadamu, bali kwa neno ambalo lina nguvu, kana kwamba kwa udhihirisho wa Roho Mtakatifu, karama za Roho Mtakatifu, sio maneno tu. Sio, nielewa? Kwa tuanze kutengeneza shauku kwamba Bwana, imetosha, tumekusema sana. Miaka yote hii tumekusema, we want to see you, tunataka kuona kwa macho. Kama Ayubu ambao alikuwa anasema, si ndio? Kwamba nimekuwa nikisikia habari zako kwa kusikia kwa masikio tu, lakini sasa macho yangu yanakuona. Tufike hiyo stage. Nini kinafungua? Shauku. Kwamba Bwana, tumepungua. Sisi ni wa Pentecost, holiness. Tunataka tuone Roho Mtakatifu anajidhihirisha kwa nguvu na uweza, kwa karama na maarifa na kila ufunuo, mpaka tutetemeke, si ndio? Ndio Mungu tunayemtumikia.
ndio Mungu tunayemtumikia. Daudi sehemu fulani kwenye Zaburi, kama sijakosea, 135, Zaburi 135 mstari wa 15 kama sijakosea, anasema hivi: sanamu zao zimetengenezwa kwa dhahabu na fedha, ni mikono ya wanadamu, waliozifanya watafanana nao. Ndio anasema zina masikio lakini hazisikii, zina macho lakini hazioni, zina mdomo lakini hazisemi. Anasema hivi kutofautisha sanamu za ulimwengu, miungu ya ulimwengu, na Mungu tuliye naye. Mungu tuliye naye ni Mungu anayesema, anayesikia, anayeona. Akiona na wewe unatakiwa kuona, akisikia na wewe unatakiwa kusikia, akisema unatakiwa kusema. Sio, unanielewa? Ndio Mungu tuliye naye, sio sanamu kama ana mdomo hasemi, ana masikio asikia. Ni Mungu anayesema, akisema tuseme. Sawa, ni Yeremia huyu. Sawa, kasome Yeremia, kaangalie introduction zile anazoongea. Neno la Bwana likanijia kusema, neno la Bwana likanijia, linakujia kulisema. Sasa linakujia, ila kulisema ndio hatua nyingine. Si unanielewa? Linakujia neno, ila kulisema kulisema sasa ndio issue inakuwa hapo. Kwa funguo ya kwanza ni shauku, ni shauku ndani ya roho yako. Una shauku kiasi gani? Andika Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 12 mpaka 16. Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 12 mpaka wa 16, utasoma habari za Hana. Mwanamke huyu alikuwa anatafuta mtoto, si ndio? Alikuwa na shauku, ana njaa, ikafikia hatua anaongea moyoni, anapepesa mpaka midomo. Yaani ana njaa na mtoto, ana njaa na kitu fulani, anataka Mungu nataka mtoto, Mungu nataka mtoto, mpaka akaonekana mlevi, haeleweki, lakini njaa iko ndani yake. Anasema nimeumimina moyo wangu kwa Bwana, nimeimimina roho yangu kwa Bwana, nina tatizo, ninahitaji mtoto. Sio, unielewa? Mimina moyo wako kwa Bwana. Unataka karama ya uponyaji. Sikia nikwambie, Mungu anataka kufanya kazi na wewe zaidi ya wewe ambavyo unataka kufanya naye kazi. Sio, unielewa? Ni hivi, Roho Mtakatifu anakutaka sana wewe kuliko wewe unavyotaka yeye. Sio, unielewa? Yeye anakutaka sana, anasema mavuno ni mengi shambani, lakini watenda kazi ni wachache. Anahitaji watu, mili ya watu aitumie. Kina nani wanamhitaji? Kina nani wana njaa na shauku ndani yao? Isaya 44. Sikiliza maneno mazuri ya Isaya ambayo ni maneno ya Mungu mwenyewe. Isaya 44 mstari wa kwanza anasema hivi: lakini sikia sasa, Yakobo mtumishi wangu, na Israeli niliyekuchagua. Mstari wa pili: Bwana aliyekufanya na kukuumba toka tumboni, yeye atakayekusaidia asema hivi: usiogope, Yakobo mtumishi wangu, na wewe Yeshuruni niliyekuchagua. Mstari wa tatu: kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu ya utakao wazao. Sehemu ambayo atamimina karama, anasema ni sehemu ambayo ina kiu, iliyo kavu, ina uhitaji. Anasema katika sehemu hiyo atamimina maji, ataachilia roho wake. Roho Mtakatifu ndio ana karama. Sio, nielewa? Roho Mtakatifu ndio ana karama. Kwa nitoe angalizo, funguo kuu ya kwanza ambayo sizungumzii sana kwa sababu ni main key, ni funguo kuu ya kwanza ni Roho Mtakatifu.
ambayo usizungumzie kwa sababu ndio tunajua anayetoa karama ndio mtakatifu.